Mfanyabiashara na aliyekuwa mwenyekiti wa eneo la Goba Shafi Mkwepu amekana tuhuma zinazomkabili katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam baada ya kusomewa hoja za awali za kesi inayomhusu mbele ya hakimu mkazi mkuu Beda Nyaki. Hoja hizo zilizosomwa hii leo na wakili wa serikali Titus Aaron, ambaye alidai kuwa Disemba 20 mwaka 2017 mlalamikaji Recipicius Shayo alikutana na Mkwepu katika eneo la Goba baada ya kuambiwa kuwa kulikuwa na kiwanja kinachouzwa shilingi milioni 60. Upande wa mashtaka ulidai kuwa baada ya kufikia makubaliano, Shayo alihamisha shilingi milioni 60 kwenye akaunti ya Mkwepu iliyopo benki ya CRDB kama malipo ya kiwanja hicho. Ilidaiwa kuwa Mkwepu alimtaka mlalamikaji alipe shilingi milioni 2 za ziada kwa ajili ya gharama za upimaji wa eneo, fedha ambazo nazo ziliingizwa katika akaunti hiyo. Mahakama ilieleza kuwa mwaka 2022 Shayo alipofika kwenye kiwanja alichodai kununua alikuta ujenzi ukiendelea. Alipofuatilia alibaini kuwa kiwanja hicho tayari kilikuwa kimeuzwa kwa mtu mwingine, ndipo alipotoa taarifa kituo cha polisi na kusababisha Mkwepu kukamatwa na kufikishwa mahakamani. Baada ya kusomewa hoja hizo za awali, Mkwepu alikana madai yote isipokuwa majina yake na anwani. Wakati huo upande wa jamhuri umeeleza mahakama kuwa unatarajia kuwasilisha mashahidi 8 pamoja na vielelezo 3 ambavyo ni risiti za benki na hati ya viwanja. Wakati kesi hiyo itakapoanza kusikilizwa, kesi hiyo imeahirishwa hadi Agosti 17 mwaka 2026 kwa ajili ya usikilizwaji na mshtakiwa amerudishwa rumande. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.